Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana pia kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama. Kama bado haujasubscribe, na kuomba tafadhali usubscribe ili kwamba uwe mwanafamilia wa channel hii. Pale tutakapokuwa tunapandisha video, wewe uwe mtu wa kwanza ujumbe kufikia. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tusemezane ama tufundishane. Hivi unajua kwamba atakayeanza kwenda kwenye moto ule wa Jehanamu, unamjua ni nani? Na hivi unajua kama sio shetani ambaye atakayeanza kwenda kwenye moto ule wa Jehanamu. Leo nataka nije kuambia kwamba ni nani ambaye atakayekuwa wa kwanza kwenda kwenye moto ule wa Jehanamu. Kuna watu ambao wanajua kwamba atakayekuwa wa kwanza kwenda kwenye moto wa Jehanamu atakuwa ni shetani. Hapana, sio shetani. Yupo ambaye atakayekuwa wa kwanza kwenda kwenye moto wa Jehanamu, kisha shetani atafuata. Alafu wale wote wanajipendekeza kwa shetani, wote wanajipendekeza kwa shetani, nao pia ndipo na wenyewe watafuata. Sio shetani atakaye nini? Atakaye kuwa wa kwanza kwenda kwenye moto ule wa Jehanamu. Atakaye kuwa wa kwanza kwenda kwenye moto wa Jehanamu ni mpinga Kristo na nabii wa uongo. Mpinga Kristo na nabii wa uongo, hao ndio watakayekuwa wa kwanza, hao ndio watakayekuwa wa kwanza kwenda kwenye moto ule wa Jehanamu. Na ukiangalia maandiko, ukichunguza maandiko, maana wenyewe walikamatwa wakati ule, wakati Yesu wenyewe atakamatwa, wakati Yesu atakapokuja kwa safari ya mara ya tatu. Kwa safari ya mara ya tatu, nadhani atatushafundishana kuhusu ujio wa Yesu wa mara ya tatu. Kama bado hujaangalia ile somo la ujio wa mara ya tatu, tafuta, utaona ambapo tumefundisha kuhusu ujio wa Yesu wa mara ya tatu. Kwa hiyo kwa ile ujio wa Yesu wa mara ya tatu, hapa ndipo huyu mpinga Kristo na nabii wa uongo watakamatwa wakiwa bado wako hai, watakamatwa wakiwa hai, wanatupa kwenye ile ziwa la moto. Baada ya hapo, inavyoonekana shetani atafungwa miaka 1000, asidanganye watu kwa miaka 1000. Kwa hiyo hapo tayari mpinga Kristo nabii wa uongo, hiyo miaka 1000 wenyewe tayari wameshatangulia wapi? Wameshatangulia kwenye ziwa lile la moto. Tuangalie neno la Mungu, neno la Mungu linasemaje kuhusu hizi habari. Tuangalie neno la Mungu linasemaje kuhusu hizi habari, ili kwamba wewe ambaye ulikuwa ujue, ambao ulikuwa ujue, na kama ulikuwa jua vingine usijue hivi unavyojua, inabidi ujue kama neno linavyosema. Kwa kitabu kile cha Ufunuo, sura yake ni ya 19, mstari wake ni wa 19. Kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 19, mstari wake ni wa 19. Na Mungu nasema, kisha nikamwona huyo mnyama ambaye tulisema huyo mnyama ni mpinga Kristo, mnyama ni mpinga Kristo. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, aketie juu ya farasi yule, aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao waliosujudia sanamu yake. Nao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kibiriti.
Kwa hiyo unaona hapa kwamba mpinga Kristo na nabii wa uongo walipoandaa vita kwa kupigana na Yesu, sasa hapo ndipo walipokamatwa wakingali wako hai, wakatupwa kwenye ile ziwa la moto. Hapo shetani bado hajakamatwa. Hawa ndio walioanza kukamatwa na kutupwa kwenye kwenye ile ziwa liwakalo moto. Kwa kitabu sasa hiki cha Ufunuo, sura yake ni ya 20, mstari wake ya 20. Tuanzie mstari wa ngapi ambao utakaoleta maana kwenye 20 tuanzie 11. Sura 20 mstari wa 11 inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu ya yule ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana tena. Subiri tuanzie 7. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo upendwao. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. 10. Yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao wakateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hiyo tunaona ibilisi hapa ndipo anapokamatwa na yeye, anapelekwa kwenye ile ziwa la moto, ambayo yumo yule mnyama na nabii wa uongo, mpinga Kristo, na yule kiongozi wa dini ambaye atakayekuwa kiongozi wa dini. Kwa sababu gani? Wamekubali kufanya kazi ya shetani, kwa sababu mpinga Kristo atakuwa ni binadamu ambaye anapokea kazi au anapokea amri kutoka kwa shetani yule joka. Na nabii wa uongo pia atakuwa ni mtu ambaye atakuwa anapokea pia kazi kutoka kwa shetani, kwa sababu wamekubali kutumika na shetani. Kwa hiyo hao ndio watakuwa kuwa wa kwanza kuingia kwenye ile ziwa la moto. Kisha ibilisi na yeye atakamatwa, na yeye apelekwe kwenye lile ziwa la moto. Pia sasa wengine watakaofuata sasa ndio hawa ambao wanaambiwa acha kufanya dhambi, anaenda kufanya dhambi. Acha mambo ambayo Mungu hayapendi, anaendelea kuyafanya. Acha hizo tabia ulizonazo za kumuuzi Mungu, unaendelea kuzifanya. Kisha hawa sasa ndio ambao watakayofuata. Maana kwa kitabu kwenye mstari wa 11, hapa inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunuliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo wengine sasa ndio ambao tutakayofuata. Baada hapo wengine ndio wanafuata. Kwa hiyo mwana wa Mungu leo nimempendeza Mungu kwamba tujifunze habari hizi, na Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kupigania, Mungu aendelee kushindia, na nakutakia amani ya Bwana. Shalom.